Karibu mpenzi mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio katika mwendelezo wa makala maalum zinazohusu changamoto zinazoyakabili makuzi ya mtoto wa kike katika jamii yetu ya Kitanzania. Leo hii katika kipindi hiki tunaendelea na simulizi za athari za ndoa za utotoni kwa mtoto wa kike katika wilaya ya Kilwa mkoani Lindi. Jinsi umasikini, kuvunjika kwa ndoa na malezi hafifu vinavyochochea ndoa za utotoni katika wilaya hii ambayo kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ina wakazi 297,676, wengi wao wakijihusisha na kilimo, ufugaji na uvuvi. Mimi ni Rozi Palanjo, ambatana nami hadi mwisho makala haya. Mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni nchini umebainisha kuwa umasikini au hali duni ya kaya nyingi nchini imekuwa inachangia ongezeko la ndoa za utotoni kwa wasichana walio chini ya miaka 18. Hali hii pia inatajwa hapa wilayani Kilwa kama wanavyoeleza baadhi ya watu waliohojiwa na Upendo Media. Kwanza ni Bwana Idi Bingwe ambaye ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mnazi Mmoja katika eneo la Kilwa Masoko. Kwanza anazungumzia kile kinachothibitisha uwepo wa ndoa za utotoni katika eneo analoliongoza. Ndoa za utotoni zipo kwa sababu leo tuwashumu unaweza kumkuta binti ana miaka 24, ana watoto wawili. Tafsiri yake akapata ndoa za utotoni mapema ama kaanza mahusiano ya kimapenzi muda mrefu. Na ndio maana mpaka sasa unaweza kumkuta binti ana miaka 24, ana watoto wawili. Kwa hiyo tafsiri yake kwamba kaingia katika hilo jambo mapema, ima kindoa ama kimahusiano tu ya kawaida. Tafiti mbalimbali za kitaalamu ukiwamo ule wa shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch uliofanyika nchini mwaka 2014 zinataja malezi, umasikini, mila na desturi kuwa miongoni mwa visababishi vya ndoa za utotoni. Hili lina sura ya aina gani katika wilaya hii ya Kilwa? Tunaanza tena na mwenyekiti wa kitongoji cha Mnazi Mmoja kilichopo Kilwa Masoko, Bwana Idi Bingwe. Hali ya matokeo ndoa za utotoni kwa sasa niseme tu zimepungua kwa kiasi kikubwa, lakini wako baadhi ya familia au baadhi ya mabinti bado hizo tamaduni zipo na zinakuwepo kwa sababu ya namna ya malezi yakikosekana ndio hivyo vijitabia vinaendelea kuwepo. Lakini kwa wale ambao wana malezi mazuri hizo tabia zimepungua kwa kiasi kikubwa. Kuna mabinti nasema wanakosa malezi kwa sababu toka imekuwa baba amesusa familia, na baba kimsingi ndio mwenye majukumu ya kuweza kulea familia. Lakini mababa wengi baada ya ujauzito kwa mama aidha atawatekelekeza akiwa bado ananyonya ama wakati imefika rika fulani, na uwezekana kwa kuachana ama kwa kusema mimi nahama natoka sehemu moja kwenda nyingine kutafuta maisha, hatimaye akifika huko anaanza mahusiano mapya. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinapelekea kukosa malezi baadhi ya familia hizo ambazo ninazozungumza. Lakini kwenye uendelezaji ndio inatokea changamoto. Kwa hiyo siku mbili anaweza kawa naye, anaweza akipata ujauzito ndio ugomvi unaanzia hapo. Akiwa kwenye hatua ya malezi changamoto zinaanzia hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku anatelekezwa, anahangaika na mtoto, anapita kuomba misaada sehemu mbalimbali. Hizo ndo zinakuwa changamoto zake. Mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio, huyo ni Idi Bingwe, mwenyekiti wa kitongoji cha Mnazi Mmoja Kilwa Masoko,
Maelezo yake yanaungwa mkono na yale yaliyotolewa na Abdalla Ndembo, ambaye ni mtu wa msaada wa kisheria yani paralegal katika kijiji cha Mtukwa wilayani Kilwa, ambaye anasimulia kisa kinachothibitisha kwamba kwa sehemu ndoa za utotoni zinachangiwa na umasikini wa kipato cha fedha katika familia, hivyo wazazi kuwatumia mabinti kama suluhisho wakiwageuza vitega uchumi. Mathalani au naweza nikatoa mfano, ilipofika mwaka 2023 mwezi wa pili mwezi wa 3 tulipokea kakisa mkasa au tukio ambalo mama mmoja alikuwa na binti yake, alikuwa na kijana anafanya naye mahusiano. Yule kijana alikuwa naye kana kwamba vile amioa, yani yupo naye anapeleka huduma na mambo mengine mbalimbali. Lakini kwa bahati mbaya au mzuri, huyu kijana alikuwa na maambukizo ya ARV, yani virusi vya maambukizo ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ikawa anatembea na kale kabinti. Sisi tulipokuja kupewa hizo taarifa na wanajamii, si walengwa kwa upande wa mwanaume wala si walengwa kwa upande wa yule mwanamke. Wale wanawake kwa upande wa yule mwanamke, manake hali zao kidogo za kiuchumi zilikuwa sio mzuri, lakini ufahamu ulikuwa sio mzuri. Yeye alishaona kampata yule kijana, kila inapofika jioni analeta kilo moja ya mchele, kilo moja ya unga, basi akaona ndo hapa pa kupata. Binti anasoma, lakini akifika jioni anakuwa mke wa mtu. Kwa hiyo hali sisi tulivyoipata, tukaamua kumuita yule kijana, kumuelekeza kwamba njia anayoelekea sio mzuri, kwa sababu sisi tulikuwa tuko karibu sana na serikali ya kijiji. Kwa hiyo baadaye sisi baada ya kulipata zile taarifa, tukaona tusizikalie kimya, tusizifumbie macho. Tukazitolea taarifa kwenye uongozi kwanza, kabla yule binti hajafikia kwenye hali ya kuharibikiwa katika kukatishwa masomo. Ina maana wale walivyoenda kufanywa vipimo pale shuleni katika uhakiki, basi yule binti akagundulika kuwa ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo lilipotambulika hilo, baada ya kuitwa wazazi wake, wale wazazi waliposhikia kichwa ntume si moja, wakazimia wenye kuzimia, lakini wengine waliamshwa kwa kumiminiwa maji kutokana na hali mbaya ambayo iliwapata kutokana na jambo hilo. Kwa hiyo tushukuru kwa jambo wako kaliishia hivyo, lakini yule binti alipata mateso hayo au alipata maambukizi ya ugonjwa huo. Lakini kutokea hapo sasa ndipo taasisi yetu ilipokuwa imepata nguvu. Kwa hiyo ikaonekana jambo likifika kwenye taasisi hii, jambo hilo alifumbiwi macho, litafika mbali. Ripoti ya mwaka 2018 ya utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Mkwawa kuhusu ndoa za utotoni miongoni mwa jamii ya Kimaasai katika wilaya ya Kilwa inataja mahari kama moja ya sababu za ndoa hizo. Hapa wilayani Kilwa, changamoto hii ipo kama anavyoeleza Charity Ngezi, ambaye ni afisa ustawi wa jamii katika wilaya hii. Kadri tunavyotoa elimu kwa jamii, lakini manake tuelekeze nguvu kwenye yale makundi ambayo ni chanzo cha hizi ndoa katika umri mdogo. Manake kuyafikia yale makundi ambayo yanakaa pembezoni kwa ajili ya kuendelea kuwafikisha elimu kwamba kwa kabisa watambue madhara. Sawa, ile ni tamaduni au ni mila ambayo inaaminika tangu enzi zote za mababu wamekuwa wakifanya hivyo. Maana tumeshakuwa tukiongea na hawa wakina mama, anasema kwamba mara nyingine unaweza mahari ikatolewa hata kabla mtoto hajazaliwa. Yani wanabeti kwamba akizaliwa wa kike atakuwa mke wangu au atakuwa mke wa fulani, na akizaliwa kweli hivyo ng'ombe tayari zinatolewa mapema. Manake ile ni desturi au ni tamaduni ambazo ni kandamizi au zimepitwa na wakati. Ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2023 iliyotolewa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC inaeleza kuwa karibu 2/3, yani 62% ya wanajamii waliohojiwa kuhusu masuala ya elimu walisema wamewahi kushuhudia au kusikia matukio ya wazazi wakiwaambia watoto wao. Ripoti hiyo inamnukuu mmoja wa wasaidizi wa kisheria paralegals wa mkoani Mtwara akibainisha kuwa wazazi ambao huwashawishi watoto wao wafeli mitihani pamoja na mambo mengine huwa na malengo ya kuwaozesha, kwa maelezo kwamba hawana fedha za kuwasomesha iwapo watafaulu. Hali hii pia inajitokeza katika wilaya ya Kilwa.
Kwa hiyo hapo awali hali ilikuwa mbaya. Ilifikia hata wakati mwingine mzazi anamhamasisha binti yake asifaulu mtihani ule wa darasa la 7, huenda aweze kuolewa, pengine katafutiwa mchumba au kapatiwa mchumba. Kwa hiyo inapofikia hivyo, manake kweli kabisa ukiangalia mahudhurio huko shuleni, watoto maendeleo yao yalikuwa mazuri shule ya msingi, lakini mwisho wa picha mtihani wa darasa 7 anapata 0. Lakini anapata 0 kwa sababu tu ya amri ambayo kapewa kutoka kwa mzazi wake kwamba usifaulu, mimi uwezo wa kukusomesha sina, hali mbaya ya kiuchumi. Kwa hiyo inabidi hapa wewe andika tu vijusi ili mambo yaende vizuri, ikiwezekana basi ni kuhoze. Sasa kutokana na hali ya umaskini au ukosefu wa elimu au kutojitambua wazazi, kwa hiyo alifikia hatua wakawa wanafanya hivyo. Watoto kweli wanamaliza darasa la 7, mtoto matokeo yake yalikuwa mazuri awali, lakini mwisho wa picha anafanya mtihani anapata nunge yenye masikio, maana hata D1 hapati. Lakini baadaye kishamaliza kwa muda wa mwaka 1-2, yule binti anaolewa. Shirika la Plan International katika moja ya ripoti zake linataja malezi hafifu, imani zinazomkandamiza mtoto wa kike na kutowajibika kwa wazazi na viongozi katika ulinzi wa watoto wa kike kuwa miongoni mwa vichocheo vya ndoa za utotoni. Je, hali ikoje hapa wilayani Kilwa? Hawa hapa Pili Mohamed Mkemi, ambaye ni katibu mtendaji wa taasisi ya Tumaini Jipya la Wanawake Kilwa Tujuaki, na baadaye mwakilishi wa shirika la Action Aid wilayani Kilwa Joyce John. Kuna utelekezaji wa familia. Kwa hiyo sasa mama akishatelekezwa na mume, akaachwa, mume ameenda kuoa Matala, au mume amekwenda amehama tu mji, ameenda anasema naenda kutafuta maisha, matokeo yake haiangalii tena familia huko nyuma, au mume akasema akaenda kuanzisha mahusiano nje ya ndoa, haiangalii tena familia. Kwa hiyo mama katika kunungunika anahusisha watoto. Baba yenu ametoka, tuvumilie, hiki tunachokipata ndo hiki. Anapohusisha watoto wa kike ni rahisi kuingiwa huruma, kumhurumia mama yao. Kwa anachofanya akimwambia mtu mimi hapa nina shilingi 5,000 nifanye jambo fulani ili nikupe, anaona hii 5,000 nikiipata mimi itamsaidia mama. Hivi mimi nitunze usichana wangu wakati mama anateseka kweli? Kwa hiyo anaamua kuharibu usichana wake ili aweze kumsaidia mama maisha. Mila na desturi bado zipo ambazo zinapelekea mtoto kunyanyasika na kuingia kwenye masuala ya ndoa za utotoni. Kwa mfano, bado kuna ile changamoto ya wanawake kutopewa kipaumbele cha umiliki wa rasilimali. Na pia changamoto nyingine zile talaka holela, kwamba mtu akijisikia kuachana na mke wake anaachana naye. Kwa mila na desturi ambazo bado zinamkandamiza mwanamke, ambazo mwisho wa siku zinapelekea changamoto kwa mtoto, bado zipo, na hizo bado ni changamoto kwetu katika kuhakikisha kwamba tunakomesha 100% hii changamoto ya mimba za utotoni. Barabara kabisa. Mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio, kufikia hapo tumefika tamati ya makala yetu hii maalum inayohusu athari za ndoa za utotoni katika wilaya ya Kilwa mkoani Lindi. Msimulizi wako ni Rozi Palanjo, nyuma ya kamera ni Lucishelo Sijaona. Asante na kwaheri kwa sasa.